And to get saved is kuokoka ni lazima. To born again it is a must. Sikiliza nikwambie kitu. Listen to tell us something. Kuokoka ni lazima. To born again it is a must. Unajua usichokijua. You know what you don't know. Unazania unafanya mabaya. You think you do bad things. Kwa matakwa yako. For your own willing. Kumbe shetani. But Satan. Ameharibu ufahamu wako. Satan has destroyed your mind. Yesu anasema. And Jesus is saying. Mwivi haji. A thief does not come. Ila aibe. But to kill. Kuchinja. To kill. Na kuharibu. And to destroy. Ngoja nikwambie. So now I want to tell you. Kazi ya shetani. So the mission of Satan. Ni kuharibu maisha ya watu. Is to destroy the life of human beings. Na amefanikiwa. And he has success. Barikiwa baba yangu. Be blessed my brother. Shetani. Satan. Amefanikiwa. His success. Kuharibu watu wachache. To destroy the few people. Katika dunia hii. Into this earth. Amewatwika ulevi. He has put in darkness. Amewatwika matendo mabaya. He has pressed them bad things. Amewatwika mambo yasiyofaa. He has pressed to them bad things. Shetani. Satan. Ni mharibifu wa maisha. Satan is a destroyer of the life. Ndio maana Biblia inasema. That's what the Bible says. Katika kitabu cha Ezekiel. In the book of Ezekiel. Anasema waambie. And he said tell them. Waambie. Tell them. Sikufurahi. I'm not joy. Kufa kwake. The days. Mtu muovu. The days of evil man. Ezekiel 33. Ezekiel chapter 33. Ule mstari wa 11. And verse 11. Mungu anasema. And God is saying. Waambie. Tell them. Yeye ni Mungu. He is a God. Asiyefurahia. Who does not joy. Mwanadamu afie kwenye mabaya. Human being to die in bad things. Lakini shetani. But Satan. Aliye mharibifu. Satan who is a destroyer. Anataka tuue kwenye mabaya. He want to destroy, to kill us bad things. Ndio maana amekuaminisha. And that's why he trusts you. Kufanya yaliyo mabaya. To do what is bad. Kufanya yaliyo maovu. To do what is evil. Lakini sikiliza nikwambie. But listen to tell you. Mungu ana mpango na maisha yako. God is a plan for your life. Mungu ana mpango na maisha yako. God is a plan for your life. Ndio maana niko hapa. And that's why I am displayed. Kuelezea wokovu wa Bwana. To explain about the salvation of the Lord. Kuelezea wokovu wa Bwana. To explain about the salvation of the Lord. Mungu alipoupenda ulimwengu. And when God loved the earth. Hakutaka mtu yoyote apotee. He doesn't want for any man to perish. Hakutaka mtu yoyote angamie. He doesn't want for any man to get perished. Hakutaka mtu yoyote afie dhambini. He doesn't want for any man to die in sin. Bali wote tuokolewe. But for us to be saved. Isaya 58. Isaiah chapter 58. Ule mstari wake wa kwanza. And verse 1. Biblia inasema. And the Bible says. Piga kelele. Raise up your voice. Piga kelele. Raise up your voice. Wala usiache. And don't stop. Paza sauti yako. Raise up your voice. Kama tarumbeta. Like a trumpet. Uwahubirie watu wangu. And preach my people. Makosa yao. About their mistakes. Sikiliza nikwambie. Listen to tell you. Mungu leo hii. Go now, go anataka today. Upigiwe kelele. He want for you to cry. Kwa sababu. Because. Anataka uache uovu. He want for you to stop evil things. Umeungangania uovu. You have all evil things. Bado umengangania ugoro. Still you have all ugoro. Bado umengangania skanka. Still you have all skanka. Bado umengangania kwenda kubuza kwa mparange. Still you have all to go to mparange. Bado umengangania makahaba. Still you have all prostitution. Bado umengangania mabaya. Still you have all bad things. Mungu anataka uache mabaya. God want for you to stop bad things. Mungu anataka uache mabaya. He want for you to stop bad things. Ndio maana anasema piga kelele. And that's why he says raise up your voice. Anasema piga kelele. He says raise your voice. Wala usiache. And don't stop. Kuna mtu hataki kuacha wake za watu. Someone don't want to stop the wife. Kuna mtu hataki kuacha waume za watu. Someone don't want to stop the husband. Kuna mtu hataki kuacha kulelewa na mishangazi. Someone don't want to stop caring. Mungu anasema piga kelele. God is saying raise up your voice. Piga kelele. Raise up your voice. Waambie waache njia zao mbaya. Tell them for them to stop bad things. Waambie waache matendo yao mabaya. Tell them stop the bad things. Waambie wamgeukie Mungu. Tell them turn to God. Waambie wamrudie Mungu. Tell them turn to God. Nami nimesimama mahali hapa. I'm sent this place. Kama mjumbe wa Mungu. As a messenger of the Lord. Kama mjumbe wa Kristo. As a messenger of Christ. Nikikwambia ya kwamba. As I'm telling you that. Mungu hataki tufie dhambini. God doesn't want for us to die in sin. Mungu hataki tufie kwenye maovu. He doesn't want for us to die in evil things. Anataka tugairi njia zetu mbaya. He wants for us to postpone our bad ways. Anataka tuache matendo yetu mabaya. He wants to stop our bad ways. Na huu ndio mpango wa Mungu. And this is the plan of God. Na hili ndilo kusudi la Mungu. And this is the purpose of God. Kwamba tuwe na uzima katika yeye. And for us may have life for Kwamba him. tuwe na uzima katika yeye. And us may have life for him. Ndio maana akamtoa mwanawe. And that's why he gave his only son. Oh, Biblia inasema wazi. And the Bible said clearly. Dini zinaweza zikawa nyingi. Religion can be allowed. Lakini wokovu sio dini. But salvation not the religious. Wokovu sio dini. Salvation not religious. Wokovu sio dhehebu. Salvation not religious. Unaweza ukawa ni Mkatoliki. You can be a Christian. Unaweza ukawa ni You Mpentekoste. can be a Pentecostal. Unaweza ukawa ni Muislamu. You can be a Muslim. Lakini bado hujaokoka. But still not get saved. Wokovu ni kukutana na Yesu. Salvation is to encounter Wokovu ni Jesus. kumwamini Yesu. Salvation is to believe in Jesus. Wokovu ni kumpokea Yesu. Salvation is to receive Jesus. Maana Yesu ndiye aliyetumwa na Mungu. Because Jesus said his Biblia inasema. So the Bible says. Mungu ni mmoja. God is one. Kitabu cha Timotheo wa kwanza. The book of
Nicodemus, sura yake ya pili, chapter 2, ule mstari wake wa 5, and verse 5. Biblia inasema The Bible says, Mungu ni mmoja God is one, na mpatanishi and a connector kati ya Mungu between God na wanadamu and human ni beings. mmoja, Is one. mwanadamu mmoja, Human being is one. Yesu Kristo Jesus Christ, aliyetoa nafsi yake who offers soul kuwa ukombozi to be a redemption kwa ajili ya watu wote. to all men. Jamani, Yesu ni mkombozi. Oh, Jesus the Savior. Yesu anaokoa. Jesus is saved. Yesu anasamehe. Jesus forgives. Yesu anatupatanisha. Jesus connects us. Yesu anatuponya. He heals us. Amewaponya waliokuwa na magonjwa. He heals those on sickness. Amewafungua walio katika He vifungo. delivers those in bondage. Amewaweka huru. He set them free. Yule mgerasi God, the Gerasman, aliyekuwa amekatiwa tamaa. he was disappointed. Kitabu cha Marko The book of Mark, ile sura ya 5, chapter 5. mtu aliyekuwa amekatiwa tamaa, Someone was disappointed. mapepo yanamtesa, Demon tortured him. magonjwa yanamtesa, Sickness tortured him. lakini Yesu mwenye huruma, But Jesus was full of compassion. Yesu mwenye huruma Jesus was mercy. akamhurumia. He did a mercy. Hivyo ambavyo Yesu leo And that's the way Jesus did. anakuhurumia. He did a mercy. Sikiliza nikwambie, Listen to tell you. Biblia inasema The Bible says Mungu alimtuma mwana duniani God is sent Son of sio kwa Yes ajili ya kukuhukumu, not to judge you, bali ya kuokoe. but to save you. Yesu hakuhukumu kwa sababu ya ugoro. Yesu hakuhukumu kwa sababu ya umaraya. Condemned because of Yesu hakuhukumu kwa sababu ya matendo mabaya. does not judge you Yesu for anataka your sins. kuhukumu. He wants to save you. Utoke kwenye hiyo roho ya usagaji, Get out from the utoke kwenye hiyo roho ya ubasha, Get out from the utoke kwenye hiyo roho ya ulevi, Get out from spirit. utoke kwenye hiyo roho ya mabaya. Get out bad things. Yesu alikuja He atuokoe. came to save Yesu us. alikuja He akuokoe. came to save you. Yesu alikuja akuokoe. Jesus, he came to Yuko save you. mwanamke mmoja The son of human being. alikuwa ni kahaba. He was a prostitute. Oh, ninapenda Biblia, I like the gospel. ninaipenda Biblia, I like the gospel. ninapenda Injili. I like the gospel. Yesu akamwonea huruma, And Jesus in a man. akamfuata mwanamke yule, He comes to bless human akamponya beings. magonjwa yake. He heals Sikiliza sickness. nikwambie, Listen to tell you. watu wanafanya dhambi People that commit sin kwa sababu ndani yao because into them roho chafu evil spirits ziko ndani yao. they are on them. Shetani Satan. akishamfanya mtu kuwa mateka, Once Satan makes someone to be a captive, anaachilia roho chafu ndani he yake. releases evil spirits to him. Biblia inasema The Bible says Maria wa Magdalena Mary Magdalena, alikuwa na pepo 7, she has 7 demons. mapepo 7. She has 7 demons. Injili ya Yohana The book of Gospel, ile sura ya 8 chapter 8, mstari wa 34, and verse Yesu 4. anasema hivi, And Jesus is saying this atendaye way, dhambi who commits sin ni mtumwa wa is dhambi. the slave of sin. Kwa hiyo watu wanafanya dhambi So people that commit kwa sin sababu ndani yao because on them kuna roho chafu the unclean spirit, zimeyafunga maisha yao. they abandon their spirit. Watu wamefungwa maisha yao People they abandon their na roho life chafu ya shetani. with the evil spirit of Kwa Satan. hiyo wanafanya mabaya So they commit evil kwa sababu things shetani amewafanya mateka. because Satan have make them Wewe be captive. unayenisikiliza, You that you listen, unaweza kuwa unadhania unavuta sigara, you can think for kwa some matakwa yako, but you're on your kumbe way. ni roho chafu But it's an evil ya spirit uvutaji wa sigara of the cigarette iko ndani yako. in you. Unaweza ukajiona You can see yourself. unakunywa pombe You drunk. ukazania ni kwa matakwa You yako, can think that you're unasema acha nipunguze mawazo, kumbe unakunywa pombe But you drink. kwa sababu roho chafu because unclean iko spirit ndani yako. is in you. Ngoja nikwambie kitu, Listen to tell unaweza something. ukapiga nyeto You can masturbate ukazania yourself. ni kwa matakwa yako, And you can see but kumbe ni roho chafu. that is the evil Roho spirit. chafu za zinaa The spirit of fornication. zinakufanya ukatafute madanguro, Make you to suit. zinakufanya ufanye mabaya, Make you to do evil things. zinakufanya ukeshe kwenye vyumba vya kamari. Make you to start to the place. Watu wanafanya mabaya People that commit evil kwa things sababu wana maroho machafu, because their body is evil spirit. maroho machafu. They have evil spirit. Lakini Biblia But inasema the Bible says Yesu Kristo alikuja. Jesus Christ came. Biblia inasema The Bible says kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Yesu alikuja ili ang'oe mapando ya uharibifu, ili ang'oe mapando ya uovu, ili aondoe mapando ya dhambi. Sikiliza nikwambie, Yesu ni uzima, Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi. Biblia inasema Wakorintho wa pili 5:17 anasema wazi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Yesu alikuja aleta badiliko maisha. Yesu alikuja alete badiliko tabia. Ni
Mimi nakumbuka miaka kadhaa ya nyuma, I remember the former back kuna years. watu walikatia tamaa, There were people that give up kuna on me. watu waliniona sifai, The people that said I'm not kuna watu qualified. waliniona sistahili, Other than say I'm not lakini deserved. Yesu aliyeacha enzi, But Jesus will leave the Yesu throne. aliyeacha mbingu, Who leave heaven. Yesu akashuka duniani Jesus, he came down kuja here. kutafuta na kuokoa kilichopotea, Came to seek what na was mimi lost. nilikuwa miongoni mwao. I was among of them. Nilikuwa nimepotea, I was buried. nilikuwa nimepotea, I was buried. nilikuwa niko mbali. I was far from Yesu akanitafuta, And Jesus looked me. Yesu akanitafuta, Jesus looked me. akaniita, He called me. akaniita. He called me. Kitabu kile cha In the Mathayo book of Matthew, 11:28 11 chapter 20. Yesu anasema, njooni kwangu, Come to me. njooni kwangu Come to me. ninyi nyote All of you. msumbukao You are every na trouble. wenye kuelemewa, yeye ni pumziko. He the rest. Yesu anapumzisha rafiki yangu. Jesus make rest in someone. Yamkini unaonewa, Prevent you being yamkini uko kwenye mateso, Prevent you in affliction. yamkini uko kwenye maumivu. Maybe you are Nataka pain. nikutangazie I leo, want to declare to you ninataka today. nikwambie leo, I want to tell you. Yesu alikuja duniani kwa ajili yako. Jesus, he came on this for you. Yesu alikuja duniani kwa ajili He yako. came on this for you. Oh, unampenda Yesu. Oh, I love Jesus. Hey, Hey, usitarajie utaombwa sadaka hapa. don't expect for us may ask you about your Hapa money. utaombwa sadaka. You will not ask for money. Wala hatuna chombo cha And you sadaka. don't have a vessel of money. Wala tutapitisha mchango wa You sadaka. don't ask for money. Lakini huyu tunayemhubiri, But this one we are preaching. tunataka tukwambie ni Mwokozi. You want to say that is a savior. Biblia inasema hivi, The Bible says this way. kitabu cha The Ufunuo book of Revelation, ile sura yake ya pili, chapter 2. Biblia inasema mstari wa 4, The Bible says verse 4. ninayajua matendo yako, I know your deeds. hata kama utajificha, Even if you can hide lakini yourself. Mungu anakujua, But God, he know you. Mungu anakuelewa. God, he understands Na ndio you. maana anasema, That's what God is saying. waambie, Tell them. sikufurahi kufa kwake mtu I'm mwovu, not joy death of evil hata minds. kama Or even if, ukificha dhambi zako even if you hide your kwa thing viongozi wa dini, to the leader, the lakini Mungu leaders. anakujua, But God, he knows na you. yeye atatuma wajumbe And wake he will send his message. ambao hata kama That uwalipi even in the Lord's people. watakwambia kweli ya Mungu, So we take the truth of kwamba God. Mungu anakujua. And God, he knows. Anasema mstari wa And he 5, said verse 5. kumbuka ni wapi He ulikoanguka, said, remember where you were. ukatubu, And you repent. ukatubu. And you confess. Injili ya Marko The book of Mark, ile sura yake ya kwanza chapter 1, mstari wa 14, and verse 14. Yesu akazunguka And Jesus is Galilaya Galilea na vijiji vingine and other city. akiwahubiria watu, As he preached to the people. akiwahubiria watu, As he preached to the people. akiwaambia watu, As he told people. tubuni, Repent. kwa maana ufalme wa Mungu For the kingdom of God umekaribia. is at hand. Tubuni, Confess kwa your maana sin. ufalme wa Mungu For the kingdom of God umekaribia. is at hand. Kaka, Mungu anasema God is saying tutubu, for us to kwa maana repent. ufalme wa Mungu For the kingdom of God umekaribia. is at hand. Mama yangu, Hey mother, Mungu anasema hivi, God is said this way. tutubu, For us to maana confess. ufalme wa Mungu For the kingdom of God umekaribia. is at hand. Ni hatari It's danger. kufia dhambini, To die in sin. ni hatari It's very dangerous. kufia dhambini, For you die in sin. ni hatari It's dangerous. kufia For you dhambini, die in sin. wakati wokovu wa At Bwana the time the salvation of the Lord unapatikana bure. is encountering free. Wokovu wa Yesu Salvation of Jesus unapatikana bure, encountering free. kama Biblia inavyosema, As the Bible says, mmepewa bure, you're given it free. toweni bure. Give it free. Mama, Mungu akubariki. Father God bless you. Biblia inasema hivi, The Bible said this way. mmepewa bure, You're given it free. toweni bure. Give it free. Na sisi And for us, uweza huu for us this na power nguvu hii and this power ya kumhubiri Yesu of preaching Jesus, tumepewa bure. you're given it free. Aya, ya, 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 Yeah, ya. yeah, yeah, yeah. Uweza huu, This power, nguvu hii this power, tumepewa bure. we're given it free. Hatuna sababu We don't have a reason ya kuja kuhubiri Kariakoo for us coming to tuje preach. tuombe sadaka For kwako, us to ask him money for tuje you. tuhitaji kitu kwako, For us to read across lakini something for you. tunamjua Mungu But aliyetuokoa, we know God will save us. tunamjua huyu ambaye ni We Mwokozi, know who is the Savior. kwamba yeye ametuokoa That He bure. has set us free. Hatukutoa hata senti, We don't give even a mountain. hatukutoa hata We mia. don't give even a mountain. Kuna watu wanatafsiri mbaya, For some people, the body translation, wanadhania ya kwamba the thick of the intended. injili Gospel. ni sehemu ya kujipatia fedha. Gospel is about to get Sikiliza money. nikwambie, Listen to tell sio you. kweli. It's not true. Biblia inasema hivi, The Bible says this way. injili ni uweza wa Mungu Gospel is the power of God. uletao wokovu. Bring salvation. Injili Gospel sio hitaji is not about need. la Mungu kutaka vitu kwa watu. Of need for God to acquire something from Ah, people. No, no, no. injili ni uweza. Gospel is the power. Injili ni uweza. Gospel is the power. Injili sio hitaji. Gospel is not a need. Injili sio hitaji. Gospel is not need or desire. Hakuna chochote No anything ambacho Mungu anakihitaji kutoka kwetu that God acquire from us. kama fedha As a man ama mali, or goods. vyote alivyotupatia Oh, what He has given to ametupa us. bure. He has given us free. Na ndio maana yeye anasema And that's why He said, fedha na dhahabu man and gold ni mali yake. is belong to Him. Sikiliza nikwambie, Listen to tell you.
Huwezi ukamuonga Mungu kwa fedha. You cannot ask, you cannot give man gold. Huwezi ukamtongoza Mungu kwa hela. You cannot reduce kwa sababu yeye anasema because God is saying vitu vyote vinapita. All things passing. Mungu ndiye aliyekupa uwezo wa kumiliki. God is the one who gives the power to possess. Kwa hata hicho ulichonacho. So even what you have. Ni kwa sababu Mungu ameruhusu uwe nacho. It's because God have allowed you to have. Yeye ni Mungu ambaye because he is the God. Anaweza hata kuviondoa. He's able to remove that thing. Unakumbuka Ayubu? You remember Job? Alikuwa na kila kitu. He had a lot of things. Lakini kila kitu. But all things kiliondoka kwa siku moja. Was depart from acha kiburi cha uzima. So stop pride of life. Acha kiburi cha uzima. Stop pride of life. Unahitaji wokovu wa Bwana. You need salvation of the Lord. Wako watu wana fedha. Some people have money. Wako watu wana mali. Some people have commodities. Lakini afya zao but their heads ni dhaifu. Are weak. Tulienda kumwombea mtu mmoja. We went to pray for someone. Amelala pale Muhimbili. He slept in Muhimbili. Ana fedha za kila aina. He had a lot of amounts. Lakini kila siku. But in every day. Ni mgonjwa. Every day is ni weak. Mgonjwa. Every day is sick. Pesa zake. His amounts. Zimeshindwa kununua uzima. Sikiliza nikwambie kitu. Listen to tell you. Fedha sio uzima. Money is not the health. Tunahitaji wokovu wa Bwana. We need salvation of the Lord. Lord. Ndio maana Biblia inasema. That's what the Bible says. Injili. Gospel. Ni uwezo wa Mungu. It's the power of God. Uwezo wa Mungu. The power of God. Ukiingia ndani yako. Once the power of God enters. Unabadilisha historia ya maisha yako. Change your history. Unabadilisha historia ya maisha yako. Change the history of your life. Unakuwa na hakika. You have assurance. Unakuwa na matumaini. You have hope. Ya kuiona mbingu. You have hope to see. Ya kuurithi ufalme wa Baba. To help the kingdom of Father. Na Baba anataka. And the Father we want. Mahali alipo. The place where sisi tuwepo. For us may be. Ndugu yangu Mungu akubariki sana. My brother, God bless you. Sijui unataka nikuhubiria injili ya namna gani. I don't know what gospel you want to be preached. Lakini wokovu ni wa thamani. But gospel the price. Wokovu sio dhehebu. Gospel not the riches. Wokovu sio dini. Salvation not the riches. Wokovu ni Yesu mwenyewe. Salvation is Jesus himself. Aliyekubali kuyatoa maisha yake. He agreed to offer his life. Ili atuondoe katika vifungo vya dhambi. For remove us in the bondage of sin. Ili atuondoe katika mateso ya dhambi. For us to remove in the affliction of bond of sin. Sikiliza nikwambie rafiki yangu. Listen to tell my friends. Wokovu. Salvation. Brother ubarikiwe sana. Brother, God bless you. Rafiki yangu nataka nikwambie. My friend, I want to tell you. Wokovu. Salvation. Ni Yesu mwenyewe. Salvation is Jesus himself. Wokovu ni Yesu mwenyewe. Salvation is Jesus himself. Oh. Mungu atubariki sana. God bless us more. Mimi nimeenda kumaliza. I'm going to finish. Ikawa heri kwako brother. Let me be better to you. Neema ya Mungu juu yako. Say grace of God may be upon you. Mimi ninakutakia siku njema. I wish you good day. Heri wa muaminio Kristo Yesu. Those who believe in Jesus. Wa muaminio Kristo Yesu ana uzima. Those who uzima. believe in Jesus they have a life. Yesu anasema hivi. And Jesus is saying. Yeye aniaminie mimi. He who believe in me. Ajapokuwa amekufa. Once about to die. You high. He is alive. You high. He will be alive. You high. He will be alive. You high. He will be alive. Biblia inasema. The Bible says. Amwaminie Yesu. Who believe in Jesus. Hata kama akifa. Even if he wants to Bwana die. ataishi. He will live. Asante kwa gift rafiki yangu. Thank you so much for giving. Ninataka nikwambie ndugu yangu. I want to tell my brother. Yesu anatoa maisha bure. Jesus he give free Yesu life. anatoa maisha bure. He give free life. Yesu anatoa maisha bure. He give life free. Wokovu ni bure. Salvation is free. Heri wa muaminio Kristo. But those who believe in Jesus. Heri wa muaminio Yesu. But those who believe in Jesus. Rafiki yangu nataka nikwambie. My friend, I want to tell you. Usibaki kwenye nadharia ya dini. Don't remain in Nazareth of religion. Usibaki kwenye nadharia ya zebu lako. Do not remain in Nazareth of religion. Unamhitaji Yesu. You need Jesus. Unamhitaji Yesu. You acquire Jesus. Kwa sababu yeye amesema. Because he has said. Mimi ni mlango. I am the gate. Aingiaye kwa mimi. Who enter to me. Ataokoka. He will get saved. Yesu ni mlango wa wokovu. Jesus is the door of salvation. Wengi mmo ndani ya dini zenu. Lakini bado ni walevi. Bado ni watukanaji. Bado ni washirikina. Bado ni watenda mabaya. Kwa kwenye dini zenu. Lakini mnafanya mabaya. Yohana sura ya 10. Yesu anasema mimi ni mlango. Yeye aingiaye kwa mimi ataokoka. Ataokoka. Yesu anatoa wokovu bure. Yesu anasamehe bure. Na hizi ndizo habari njema ya kwamba ufalme wa Mungu utahubiriwa kila mahali. Hatutanyamaza. Yesu alipokuwa anaelekea Yerusalemu, watu wakamwambia, waambie wanafunzi wako wakae kimya. Yesu akasema, watu hawa wakikaa kimya, hatayainua mawe yapige kelele. Hatainua mawe yapige kelele. Kwa nini tukae kimya? Acha tupige kelele kwa ajili ya Yesu. Acha tupige kelele kwa ajili ya Yesu. Ya kwamba Yesu ni Mwokozi. Ya kwamba Yesu ni Bwana. Ya kwamba Yesu ni mtenda miujiza. Wampendao Yesu waseme amina.